Sasa wakati mwingine unaweza ukakutana na kesi kwa ofisi za serikali, ofisi ya mkuu wa mkoa au ofisi ya mkuu wa wilaya, mtu amepeleka kesi ya bili ya maji kwa mkuu wa mkoa, au mtu amepeleka kesi ya uchakachuaji labda wa mafuta ya petroli yaliyowekewa kwenye chombo chake cha moto. Sasa ukikutana na kitu cha namna hiyo, unajua tu kwamba huyu mtu bado ule uelewa wa haki yake na wajibu wetu tuliopewa EWURA bado haujawa mzuri sana, kwa sababu tunategemea kwamba kesi za namna hiyo zitaletwa kwetu kama rufaa kwa yule ambaye anapokea huduma. Huo ni mfano tu, lakini kuna mambo mengi ambayo EWURA tunafanya na ni wajibu wetu kufanya jamii ya Watanzania waweze kuyaelewa, lakini waweze pia kutoa support mbalimbali ambazo. Kuna uandishi ambao umechukua nafasi sana wa uandishi jongefu, constructive journalism, ambapo misingi yake mikuu ni kuonyesha suluhu. Kuna matatizo gani katika swala la nishati? Kuna matatizo gani katika huduma labda za maji? Sasa tunapokaa na wenzetu wa EWURA, wanaweza wakatusaidia sana, kwanza kwenye kuelewa wanafanya kazi katika mawanda yapi, wameweza kusajiliwa au kuwepo kwa sheria ipi, majukumu yao ni yapi, na wapi sisi kama waandishi wa habari tuna wajibu wa kuingia na kuweza kuhakikisha tu kwamba tunaandika habari ambazo zinaleta matokeo ambayo ni chanya. Tumegundua jamii haifahamu vizuri umuhimu wa mamlaka hii. Ni namna gani wataweza kutoa taarifa pale wanapokuwa na changamoto zozote zile. Kwa mfano, changamoto ya huduma ya maji na huduma ya nishati. Hapa tunazungumzia TANESCO na mamlaka za maji za miji na pia TARUWASA. Pale wanapokuwa wamekwenda tofauti na mteja alichokuwa anakitarajia, ni wapi apeleke malalamiko yake. Kwa hiyo elimu hii ambayo elimu kwa umma inaitwa EWURA, kupitia sisi waandishi wa habari tutasaidia jamii iweze kufahamu ni namna gani wataweza kutatua changamoto zao zinapowakabili katika huduma hizi muhimu sana za nishati na maji. Kwa sababu wananchi wamekuwa wakiwabebesha mizigo hiyo viongozi wa mikoa yao au wilaya, jambo ambalo sio sahihi. Kwa kupitia mafunzo haya tumepata uelewa wa kutosha, na tutakwenda sasa kuwasaidia wananchi kwamba ni mahala gani pa kupeleka malalamiko yao pindi changamoto zile za kwenye swala la maji, mafuta, kunapotokea itilafu yoyote, kwamba wanapaswa kupeleka malalamiko yao wapi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.